Sehemu ya 24 tunasonga nayo kama kawaida. Tunazidi kusonga mbele tena katika picha nzuri tena bomba safi hapa. Iwe naitwa Rui katika sehemu ya 24 tena kama kawaida nazidi kusonga nayo katika mapenzi mazito kabisa. Bila kusahau tuko na mzamini wetu wa kindakindaki. Huyu anamuita Mpemba Hardware kutoka pande za kule Mbweni Kiembeni. Huyu bwana anauza vifaa vya ujenzi aina zote. Ajipatie simenti, matofali, nondo na vitu vyote kwa bei za jumla kabisa pale kwake katika masuala mazima ya ujenzi. Unapata pale kwake kwa Mpemba Hardware. Kote uliko nchini basi kote, piga simu mcheki Mpemba Hardware kwa huduma safi kabisa. Mpate Mpemba kwa 0710 unampata Mpemba Hardware. Jenga nyumba yako na Mpemba Hardware. Tusonge mbele. 朱一卫也差不多。刚才我杀了要谋害娟儿的左使，可他此前说的话， Binti alimtoa pembeni akaanza kumwelezea kuhusu msongo mawazo aliokuwa nao. 说他投靠大皇子只是为了活下去。 Anasema alipokwenda kumuua mwenzangu alinieleza kwamba mfalme alikuwa atuamini sisi. Wauaji tunaishi kama watu ambao hatuna thamani mbele ya mfalme. Kwa tukifa ni kama mbwa tu. Kwa alifanya kazi zile za kushirikiana na wauaji wengine, akalipwa fedha kwa ajili ya maslahi. Binti alitoa karatasi akamuonyesha. Anasema nimetambua kwamba alikuwa sahihi. Sisi wauaji mbele ya mfalme si kitu. Ilikuwa tu mimi nilikuwa mjumbe upande wa kushoto na yeye pia kwa mwaka mmoja mzima nilikuwa. Kwa hatuna thamani mbele ya mfalme. Kwa kumbe wafalme wana tabia moja. Hata mfalme wangu hivyo anakurupuka, hajali maisha ya wafanyakazi wake. Bila shaka yeye mwenyewe msababisha maafa yote haya. Anataka kuonesha watu kwamba ni mfalme mbaya. Ainga mfalme wa Hani. Yaani wazi anafahamu kabisa watu wa Bei Panga wamekuja kuvamia taifa letu, lakini bado anapuuzia masuala haya kwa usalama wa nchi yake. Kwa tufanye nini kuwazuia watu? Tuwazuie wasifanye maafa au nini? Au tuvizie katika tempo tumkomboe mfalme, tumforce mfalme aandike taarifa kwamba wenzako walisingiziwa, kesi iweze kuisha. Anasema hapana. Tusubiri mpaka mfalme amuone Prince Lee kwa mara nyingine tena. Lakini ile tempo pia limelindwa sana. Mahali mfalme wetu yupo pana ulinzi mkali. Hamna mtu kuingia kuzembezembe, uwezo wa kushindwa mkubwa sana. Lakini pia naamini kwamba Jimanyang tayari kusambaza ujumbe kwenye taifa la Chu kuhusu uvamizi wa mfalme. Kwa wakati utakuwa bakia wachache, itakuwa rahisi kuvamia na kumkomboa mfalme wetu pale ambapo patakuwa pana uhaba wa walinzi. Tusubiri kwa muda fulani, tusubiri kwanza. Kama utapata nafasi ya kumvamia, kumkomboa mfalme, unapeleka habari za uongo huku na kule kama sehemu ya tabia za kijasusi, kutengeneza plani ya kumfanya mfalme awe busy na mambo mengine. Unataka kusema kwamba unataka kulipa kisasi kwa ajili ya mwanafunzi wako kuvamiwa? Asa bila shaka mwanafunzi wangu alivamiwa juzi, kidogo angemuua Tong siku ile. Kweli Litonga na bahati aisee. Mpaka mwalimu wake ataka lipe kisasi kwa ajili yake. Binti akajua kaingia wivu. Anyway, bila shaka mimi nina bahati zaidi kuwa na wewe kama mpenzi wangu. Napenda kuongea sana wewe.
Hebu ushajifunza kwa C-Shan. 我这 C-Shan na nimejifunza mwenyewe maneno yangu kutoka maoni mwangu haya. Anyway, jamaa shakubali kwamba Tong ni mwanafunzi tu wa mpenzi wake, kwa hiyo hatakuwa na wivu tena. Anyway, 我真的要与你无关。 kwa hiyo mimi sitapenda kujua pia mwanafunzi akifa ambaye ni mwanafunzi wako ni kama mwanangu tu, kwa hiyo sitakubali akufe. Basi jamaa kama kusupport, sio mpenzi bwana amekuwa na mwanafunzi kabla yako, ni kawaida lazima usupport. 也有5、6年没见。 Wakati yuko pale aloita baadhi ya wafanyakazi wake wa siri, ni wafanyakazi wa siri siri. Aliwapa plan. 好，还认得。 Haya, wanikumbuka? Ela kukumbuka bwana Soma, amekuwa mrefu siku hizi. 好， Haya bosi, 给你的。 chukua hii kwa ajili yako. 好， Asante. Alipewa ile tiba ya siku 10 aliifuata. 还得办 Nimekuja hapa leo kuwatuma mfanye kitu. Akaanza kujadili nao pale. 下发的司仪馆。 Hapa ndo jumba yenyewe lipo. Nataka wakachunguze katika hii sehemu pa. Hapa mfalme kafichwa katika hili pango la pagoda. 哦，这几条街的好。 Akawa anashangaa huyu mrembo vipi? Sio kawaida huyu jamaa kuwa na mrembo. Akaona anamshangaa binti sana. 看什么呢？ Naangalia nini nyinyi mnaangalia? Angalia huku. Focus hapa. Hapa na hapa. 看着。 Baadaye akatoka. 想问你是谁？ Walikuwa nafikiri kwamba wewe ni mtu ambaye hahusiki na wote. Wanafaa kuwa na furaha sana. 你为什么不直接？ Kwani usingewaambia ukweli mimi ni nani yao, ajue kama mimi ni nani? 偏不告诉。 Siwezi kuambia bila shaka. 那意思 Lakini kipindi kile walikuwa wananicheka sababu niko single. Wamenikuta leo niko na mwanamke, lazima wajue kama nimeamua kuwa mtu mwingine sasa hivi. Kwa watakuwa wameonana nao hivyo sana. 自从两国交战以来， Kama vita kati ya nchi mbili na kwenda kuanza, Ne. maana yake walinzi watakuwa wachache katika ile eneo. 安都分堂的所 Kama unakumbuka Mwisho. matawi yaliyoko hapa kwenu ya upelelezi. 是啊， Nakumbuka. Isa. Vijana wako makini. Watani. Watafanya kazi vizuri ya kupeleleza na kusambaza ujumbe wa uongo 他们 huku na kule. Ndio. Nataka mfalme akisikia habari aanze kuchanganyikiwa. Akichanganyikiwa, tutakuwa nafasi nzuri ya siku kuvamia Tuta. na kumtoa mfalme wetu. 刚进去 Kwa。sababu ni plan nimepanga na hata Jin Mania. 啊，一看兄弟没事， Umekuwa siku hizi mwongeaji, sio kaida yako kuwa mwongeaji kiasi hichi. 人生还真是奇， Maisha yanabadilisha watu kwa kweli. Kwa hiyo 一个追位的， mimi nilikuwa muuaji, sasa hivi nimekuwa na kusikiza mtu wa kitengo cha kijasusi. Wapi na wapi kweli? 确实挺奇。 Kweli maisha yanabadilika kweli. 不过 Lakini hujajisikia kubweka hapo ndani? 你不会觉得无聊吗？ Nilikuwa nimeongea muda mrefu sana, hujabweka? 我要是觉得我 Je, umepanga kunifidia vipi? Maana nimebweka muda mrefu na kusubiri uongee na watu wako. Kwa hiyo unasemaje? Utafidiaje? 你想我怎么补偿你啊？ Unataka nifidie na nini? Okay, nimepata wazo. Twende huko. 我带你去， Na kupeleka sehemu. 好好补偿。 Basi akaamua fidie kwa kumweka binti muda mrefu akimsubiri. Basi akamleta binti katika mtaa mmoja apate kuweza angalau kufanya kitu kwa ajili yake kufidia. Kwenye jumba la urembo wanauza hereni, vibanio, vitu mbalimbali. Alimleta binti hapa. 看这个， Angalia hichi. Unakipenda? Wa Mr. Gu. 还真 Haya, Mr. Gu. 香了。 Mr. Jian. Na siku mingi Mr. Gu. Kulikuwa unaitwa Mr. Gu kipindi kile ukiwa mpelelezi hapa. Kwa ulikuwa unajiita Mr. Gu. Mimi nilifikiri ulikuwa mpelelezi miaka yote huko hapa. Je, mbona una ndevu una kitambi? 不就叫个圆吗？ Mimi si kama afisa wa kawaida tu. Kwa nini lazima niburudishe mtu hapana? 没劲。 Mbona amekuita wewe madamu hujashtuka? 这不是没 Na kwa sababu nishaikuwa mke wa mtu hapo kabla. Kwa hiyo sijashangaa kuniita mimi mke wa mtu. Kawaida sana. Nishaikuwa mke katika upelelezi fulani. Unasemaje? Yaani umewahi kuwa na mtu? 不过 Lakini si katika hali ya upelelezi tu. 估计已经有 Shaka ashakufa siku nyingi huyo mtu mwenyewe. Mimi nilituma kufanya kazi tu, kwa nikajifanya mke wake baadaye hivyo. Jamaa kanuna. 夫人员外久等了。 Madam, samahani nimekuweka sana. Karibuni jamani. Hizi ndo zenyewe ziko hapa. 随便挑几样吧。 Chagua chache hapa. 拿走吧， Toa vitu vyako wewe sivitaki. 我不喜欢戴这种。 Mimi sipendi kuvaa mahereni, mizigo katika mwili wangu. Sitaki mizigo. 什么也没。 Unajua vipi kuhusu virembo? Hivi ni vitu virembo bana. Mwanamke atakuwa na vitu kama hivi. Kama angalia hizo nzito. Hii laini sana, kibanio kizuri kwa nywele zako. 不喜欢。 Au kipendi? Haichi hapa je? 当当的， Sitaki. 方便。 Basi vaa hereni basi kama vipi? 怎么样？ Hizo ndo sitaki kabisa. Hizi hapa je? 这和田的雨莲。 Zina dhahabu mbele inavutia. Jaribu basi hata moja. 还在做的。这位夫人在家是做主的。 听到了没？ Umesikia watu wako wanavyonong'ona huko nyuma?
Mimi nimrudishia nyumbani, lakini sitaki hata kimoja hapo. Kwa hiyo sitaki vitu vingi sana. Wewe chukua kimoja kwa ajili yako. Hivi ni vitu vya wanawake, sio kwa ajili yangu. Mimi wa kiume. 用心给你挑礼物了。我要是 Kwa makini chagua zawadi kwa ajili yako, sio kwa ajili ya mwanaume. Vya kwako kufanya na furaha tu. 可以给你。 Basi na mimi nitakuchagulia kimoja. 是可以啊， Wewe nichagulie unavyotaka. Tusi- Lakini hivi ni vitu vya wanawake, sio vya mwanaume. Kewa. Hivi ni vya kwako wewe kama wewe. 让我给你挑。 Basi nichagulie vyangu siku nyingine. 看看这个， Angalia hii. 爸， Mheshimiwa akamwonyesha ishara. Huyu mzee kuona hii ishara alimkumbuka, naye akarudisha vile vile. Kisha akaja akamnong'oneza kitu, akampa na pesa. 恕在下有眼不识 Samahani, sikukujua mheshimiwa. Samahani, ni sawa kukutambua. 原因。 Wewe nitakuja sasa hivi. Nyuma ya nyumba huko kuna jumba kwa ajili ya hiyo kazi. Alimuomba kitu fulani. 夫人，这怎么回事？ Mimi atuendelea hapa. Mbona kana kujua wewe? Hebu niambie imekuaje? 这铺子里 Asema ukiona alama ya chui, hiyo ni alama ya ukoo wa mke wa mfalme. Mke wa mfalme alikuwa kama mama yangu vile, kwa hiyo alishanitambulisha kwa watu wote. Kwa hiyo ukiona alama ya chui katika ukuta au pambo au nembo, jua ni jumba la Prince Impress aliyekuwa mke wa mfalme kabla ya kufa kwake. Kwa na ukoo wa mke wa mfalme ambaye ni mama yako mlezi, okay? 银珠子吗？ Bila shaka mama alinipa pesa nyingi, mama aliniwekea hela nyingi sana hapa. Isiku nikiwa na shida, nje nichukue hapa. 多。 Kwa hiyo nilipofika nikamuonesha na haki ya kununua kila anachokitaka kwa sababu nishaekewa hazina ya kutosha. 你不是呀？ Oh, kumbe ni tajiri hivi? 夫人还真是有钱呐。 Sababu leo wewe ni tajiri jamani. 杨万， Bila shaka 安都， ili ni eneo la nyumbani kwetu, nishakaa miaka mingi, lazima ujue hapa nilipokulia. 夫人， Mheshimiwa, chumba kwa ajili yako kipo tayari. Karibuni, mchague mnachokitaka. Msubiri. 该不会真给我挑？ Umenichagulia nini tena? Mikufu au? 不收拾。 Wewe njoo hapa. Mheshimiwa, ingia ndani. Kuna vitu vingi vinauzwa hapa. Vitu ni vingi sana. Alimchagulia nguo za kuvaa. Hii vipi? 面公子， Ya kishikaji. 这颜色不是。 Asema hapana, sitaki hiyo rangi. 你挑那么， Hizi nimekuchagulia, nichagulie nimependa hii. Chagua nyingine. 就觉得这颜色 Basi hujaipenda rangi, basi namchukulia Sisha. 怎么样？ Hapo vipi? 巅峰斗， Hapa kama mpiganaji. Sitaki. Hiyo iko sawa. 那个， Lakini hii sijaipenda vizuri. 还换呢？ Nibadilishe nguo mara ngapi? Hapo vipi? 我想 Hiyo iko poa. Hii nguo kama mkulima. Hiyo. Nimetaka hiyo. Lakini hainifai. Nimetaka hiyo inasema. Utavaa hiyo. Mbona nitawala hivyo? Laichi kwa binti kamtoa shopping leo. Jaribu hii kwanza. 头低下来， Inamisha kichwa. Shuka chini zaidi. Hapo basi akamchomekea hicho kibanio kichwani. Geuka. 老板， Mheshimiwa. Na mama. Chukua hii. Enda kaniletee kile ambacho nilichagua katika jumba la Jinsha. Peleka hii taarifa. Waambie nitadili na hii kitu mwenyewe. Hamna shida. 员外， Haya afisa. 走吧。 Tuondoke afisa. Twende. Kwa kamtoa out leo. Kamnunulia na nguo. Haya dia twende. 顾员外真是不容易。 Nasema ni ngumu kweli kuwa afisa jamani. 这试衣服也挺累的。 Nimechoka kujaribu nguo kila saa, badilisha nguo kila saa. Ni vizuri kama umechoka. Wanaume wengi wanapenda kuchukua wanawake wapeleke shopping wanawake. Wanabadilisha, vai. Hatimaye leo umejua kabisa kwamba kubadilisha nguo kumbe ni zoezi gumu sana. Kwa hiyo nimekutoa out leo ili nikuone utakavyoteseka kama sisi. 不对， Hebu subiri. 你这么说， Unaonekana kama ushaipitia uzoefu kama huu. Ushapelekwa shopping nini? 呀， Bila shaka nishapelekwa shopping. Kwani wewe vipi? 不
敢有意见。 Sibutu kukataa. 我看你挑首饰也 Bila shaka wewe pia una uzoefu wa urembo. Pusha. Kwani ushapelekwa kununulia mwanamke urembo? 先是 Mimi nishai kuuza urembo, ndio maana nafahamu masuala kuhusu urembo. 了解， Lakini sifahamu masuala kuhusu shopping. 现在的女人挑， Lakini mara yangu ya kwanza kweli kuchagua kwa ajili yako wewe mpenzi wangu. Hii mara ya kwanza. 古员外， Wewe afisa. 当真只做过珠 Hivi kwa ushakuwa mfanyabiashara wa 别的什么， wa kuuza tu hizo mikufu peke yake? 比如什么 Hamna kazi nyingine ambayo usai kufanya 男宠， kama kuwa mwanaume unayecheza mbele za watu? Hapana, sijai kufanya kazi kama hiyo. Kwani nifanya kazi kama hiyo? 我长成这样，我配吗？ Sasa muonekano wangu ustahili kufanya kazi kama hiyo. 只有你宠我罢了。 Wewe ndo mtu pekee ambaye nimekujali tu hapa. Hebu muone. Kweli当然啊， Bila shaka. 那我看你 Basi uvibadilishe nguo, uvae nguo kuwa mtu mpya. Unaonekana kama mwanaume handsome kwa ukivaa hii. 我配合你。 Nakupa tu ushirikiano, hii nguo inifai kama mke wangu wewe. 别说我了， Hata kuongea kuhusu mimi. Umependa kile kibanio? 结婚 Bila shaka nimekipenda hichi hapa. 为什么要？ Maana nikaivaa, kama singeipenda singevaa. Basi nafurahi kama umeipenda. 好了，古员， Okay, nitaacha kukusumbua sumbua sasa. 说点正经， Sasa tukaongea kuhusu kitu cha serious sasa. 查查， Nataka huyu prince wa pili 能看看他。 nikamtembelea. Basi walikuja mpaka hapa baada ya kutoa kote. Sishanga amekaa he. 哎呀，老 Tumaye mmerudi wewe. 回来了，怎么？ Nimekusubiri. Shida nini? Subiri kwanza. Ngoja. 哇，我 Wow. 新衣服， Nguo mpya. 咱们呢？ Kibanio kipya. Alinyia wili nyie. 你带他干嘛？ Mpeleka wapi binti au tia kupeleka wapi? Mpuzi huyu mjinga msumbufu sana. 了不起啊！ Ni ajabu kweli. Umebadilisha muonekano na kila kitu. Vipi kuhusu mimi wewe? Usiniigie handsome wangu. Mimi ndo handsome kuliko wewe. 我才不屑跟你抢。 Mimi sijali kama wewe ni handsome au una jina, umesikia? 如果你也有家， Lakini kumbuka wewe uko na mrembo karibu yangu. Mimi niko na mrembo kanunulia nguo. Wewe unajikuta huko single na wewe handsome wako. Hem, twende baby. Chana huu bwege. 第一美， Tunaondoka handsome boy. 一个心狠，一个心更狠，要不要那么伤？ Au ni ukatili jamaa wangu. Silivunje moyo wangu. Nataka ninunuliwe nguo mpya na mimi jamani. Na nataka ninunuliwe eti. Toka. 他怎么像年糕一样？ Mbona msumbufu huyu? Hata kumbe Tonga alikuja pale kuleta zawadi. Akaona mwalimu wake ameshikwa. Alichukia. 侯远，了解， Mheshimiwa kuwa mpole. 我知道， Nilijua tu. 我还要和你。 Inabidi nifanye kazi kubwa kumwondoa huyu Ningzo. Kule leo kisikiza wewe. 你知道， Wewe unafahamu nini najua wewe? 就算是我， Hata kama tayari nishajua huyu sio mwalimu wangu, sitaki wewe pamoja. Sitaki wewe pamoja kabisa mbele ya macho yangu. 我还是会牺牲。 Bado nasikia hasira katika moyo huu. Jamaa na uchungu. Inaonekana huyu jamaa na mapenzi na mwalimu wake, sio tu kama mwalimu. Ana hila zingine zidi ya mwalimu wake. 恢复， Turudi nyumbani. Tuondoke. Amekasirika kumwona Ningzo yuko na mwalimu wake. Hiki tumemuuma sana. Kumbuka, anamuhisi huenda huyu ni mwalimu wake. Haya, tusonge mbele. Sasa upande wa pili akawa anarudi zake katika kambi ya wauaji. Sasa tulia hapo. Haruhusi mtu kuingia katika eneo la wauaji. Haruhusi yote kuingia. Nini shida? 别出事， Mheshimiwa, wanatuzuia tusione kitengo cha wauaji, wanatuzuia tusiingie. 回去。 Sogea, fungua njia. Fungua njia hapo. Hichi ni kitengo cha wauaji. Na wewe ni mtoto wa mfalme, sogea pite. Mkuu alikuja pale. 孙尚，属下一 Kiongozi, inaonekana kama Tonga anafosi kuingia hapa kwa nguvu. Pale anavuta mpaka chini. Fika mpaka chini mzee. Kata bega mzee. Alikuwa anazuia njia ilimkata. Sasa akarudishia panga. 本侯之前好像， Nilishasema pale kuanzia mwanzoni. 本侯心中 Katika moyo wangu kuna mtu mmoja tu ambaye ni mkali, mwalimu wangu. Walifaa kuitwa hilo jina, sio mjiita wauaji msiyestahili. Mwalimu wangu tu ndo anayestahili. 哦，这是 Kamanda Tong, usikiuke amri ya mfalme. 上可是亲口说， Mfalme alisema kwamba haruhusi mtu kumtaja yeye mwalimu wako jina lake hapa. 信 Kwa nataka uende kinyume. 我提了吗？ Kwani nimemtaja jina? Nimesema mwalimu wangu tu, sijamtaja jina. 敢问邓大人说的 Nani msaliti hapa sasa? 是谁？ Kwani mimi nimeongea kuhusu nini? Hebu wewe sema basi. 长庆侯 Bila shaka Kamanda Tong, 见好就收。 acha kabla hujachelewa. Usifanye vurugu zako. 我今天就是 Nimekuja hapa leo kuomba ugomvi na wewe.
Kuna mtu alitaka kuniua juzi, kundi lako lilitumwa kuniua, na kitengo chako cha wauaji ndio walikuja kunivamia mimi kule. Nani aliyetuma aje kunivamia? Nani aliyetumana nivamiwe? Tayari ushatuma mtu kwenda kumuua Chengui. Chengui kashauawa, aliyefanya kazi yote hiyo. Wewe ulimtuma mtu kuua. Jamaa alishtuka, Chengui kauawa. Sasa kumbuka, Rui alikuja kumuua Chengui hapa. Kamanda Tong alikuta mtu aliyetuma yeye auawe ameuawa. Alifurahi sana. Alijua aliyefanya hii kazi ni mwalimu wake. Wewe ndio ulituma mtu amuue huyu mtu eh? Haijalishi tena, wewe hisi tu. Alifurahi sana huyu mtu kufa. Sasa kamanda alishtukia kitu kimoja. Naonekana sio ya leo usika mkuu. Mtu aliweza kuingia makao makuu ya wauaji na akamuua mtu. Yaani akaenda kumuua mtu wa wauaji. Ni muuaji na yeye. Atakuwa ni nani aliyefanya hiki kitendo? Inaweza ikawa ni Sorensen kweli. Ukawa na wasiwasi na Rensen. Alikuja mjumbe mkono wa kulia, ndio huyu. Heshima wako mkubwa. Wewe ndo mjumbe mkono wa kulia eh? Ndio mheshimiwa Samani. Unafikiriaje kuhusu hii tukio? Na aliyefanya hiki kitendo? Nimekuwa nikifikiria mara nyingi sana mheshimiwa. Nimepokea ujumbe nyingi sana. Acha kuongea. Naye aliyehusika. Na mimi aliyehusika na hiki kitu atakuwa ni yeye mwenyewe amejiua. Au amejimaliza mwenyewe. Sababu itakuwa alituma watu kwenda kumuua Kamanda Tong. Akahofia lawama zitamjia yeye kumvamia Kamanda Tong. Akaamua jiue ili kuficha ushahidi mbele ya mfalme na watu wengine. Kwa kuna uwezekano mkuu ndo kajiua mwenyewe. Tukisema mbele ya mfalme hii tatuelewa. Nafikiri ni jibu zuri tukimpa mfalme. Huyu mtu kajiua mwenyewe kuepuka kujibu wajibu aliyoweza kuyafanya. Uko vizuri kweli binti. Linafaa kwa jibu la mfalme ni kweli. Tukimwambia mfalme hilo litaleta hela. Nakupa siku 7 uchunguze ukweli nani aliyefanya mauaji. Na ukishindwa usinilaumu kwa nitakachofanya. Ndio mkubwa. Watapeleka maelezo kwa mfalme kwamba alijiua mwenyewe, lakini huku wanamsaka aliyehusika. Waje wanawake wengi walikuwa wanafanya kazi. Ambaye nilikuwa namtegemea wa kiume ndo huyo. Naye amekufa sasa. Na ndo mtu pekee nilikuwa nikimtegemea katika kundi la wauaji. Lala kwa amani. Binti alikuja kwa hasira. Binti alikuja hapa. Kumbuka huyu ni mjumbe wa mkono wa kulia. Wa mkono wa kushoto ni Rui. Tufanye nini sasa hapa? Kamba usipaniki mheshimiwa. At least kamanda ayapata maelezo. Tulipokea hela gold 3,000 za bure. Hawajajua kuhusu hilo. Nasema huwezi kuelewa. Aliyefanya mauaji ni mmoja tu nahisi hapa. Nani huyo? Atakuwa ni mjumbe mkono wa kushoto miaka 5 iliyopita. Rensen. Huyu ni Rensen, anaweza kuingia na kuua mtu na kutoka. Ni muuaji mmoja tu, Rensen. Binti alijua huyu ni Rensen kafanya mauaji ambaye ni Rui. Kwa Rui ndo kafanya mauaji, mmoja alihisi. Sasa hebu tuingie upande wa pili kwa Kamanda Tong. Kamanda Tong kusikia ile mtu ameweza kuuawa, alijua kabisa mwalimu wake amefanya vile. Asema mtu pekee ambaye anaweza kunilinda ni mwalimu wangu tu. Ndio apendage mtu aniguse. Yule muuaji alitoa mimi niweze kuuawa, ameuawa na mwalimu wangu. Sasa nakumbuka akiwa mdogo, mwalimu wake ndo alikuwa kila wakati alikuwa yupo naye katika maisha yote. Alikuwa hana mama, kwa hiyo huyu mwalimu wake ndo alikuwa kila kitu kwake. Tangu akiwa mdogo, mwalimu alikuwa akifunzwa naye anamfunza vile vile mpaka anakuwa mtu mzima. Sasa binti anakumbuka. Mara mwisho anakumbuka alimuona mwalimu wake akiwa ameshikana mkono na Ningzo. Hichi kitu kilimuuma mno. Kila saa kiwaza hichi kitu kinamuuma balaa. Maumivu anayopitia ni makali sana. Kwa nini mwalimu wake anamgeuka? Kwa nini mwalimu wake anakataa kukubali kwamba yeye ni mwalimu wake? Kwa nini kani maswali? Anamuumiza sana Tongzeng. Kwa nini mwalimu anamkataa?
Kwa nini anakataa kujitambulisha kwake kwamba yeye ni mwalimu? Kwa nini? Anashindwa kuelewa kwa nini mwalimu anakataa kujisema. Ama tuingie upande wa pili. Asa binti alikuja leo, kumbuka ndo mke mtarajiwa wa Kamanda Tong. Alikuja hapa leo kumuona mmewe mtarajiwa. Sasa kumbuka wapatani hivi kabisa. Unaweza kaishia. Sawa mama. Sijui kwa nini umekuja hapa leo kunyomba razi au nini? Niki mekuleta hapa masaa kama haya usiku. Nimesikia umerudi ukiwa salama. Baba ameuliza nje nikuletee zawadi babangu, akasema nakuletea angalau chochote. Baba yako kweli ananijali mimi kweli kweli. Mwambie nashukuru sana kwa ukarimu wake. Na mwambie nitamtembelea kesho nikipata muda. Unakaribishwa bila shaka. Wakati ulivyokuwa umeenda kule ile siku, watu wa Bei Pango walikuvamia kweli? Ndio. Unaonekana utaki kuongea sana. Nakuuliza kwa niaba baba yangu mimi, nataka kujua. Baba yangu hajui. Nitamuelezea baadaye baba yako au nitamwandikia barua. Haina haja kujua maana ya kuhusu. Haina haja kuulizia wewe. Unakuwa mkali kwangu, mimi shida. Umesema kwamba sasa hivi kidogo mnusirika kufa. Ndio kuangalia tunabishana kila saa. Hii maana yake ni vaa vizuri kwa ajili yako nje nikusalimia hata uone. Kama babangu kusema hii ndoa ningekuwa nishaikataa kabisa. Sasa hivi nishaamua kwenda sawa na hii ndoa. Sawa, nimekubaliana na hii ndoa. Samahani, sitaki kufanya hivyo. Binti amekubali kuwa naye sasa hivi, ameridhia. Kama wala usijali. Nitamtembelea baba yako kesho, wewe nenda tu. Na hapo labda tutaigiza kama tunapendana mbele yake. Tembea. Tongzeng. Watu unataka kukataa tumunganiko wa ndoa mimi na wewe. Kumbuka hivyo. Kwa angalau mstaarabu kwa ajili yangu. Binti akaomba hata awe mstaarabu. Nimekutana na malengo fulani mabaya maniuzi. Siko katika mood nzuri leo. Kwa sara yako unaniangushia mimi. Nini maana yako, unanichukuliaje kwani? Nimechoka kukuigizia nasema. Nitakwenda kuongea na babangu wote, nitamwambia kila kitu. Kama usiponiheshimu, sitakubali unionee. Bora sikubali ndoa nikatae kabisa. Niheshimu na uniheshimu pia. Okay sawa, nenda kaseme. Taro ushafika umri wa miaka 20. Hivi unafikiri kwa nini mpaka sasa hivi hujaolewa? Haujui kwa nini? Ni kwa sababu sio sababu na chuo kikubwa sana. Ni kwa sababu wewe sio mtu ambaye unaonekana kama unajali kuhusu wanamke wako. Ni mtu ambaye unaishi kila kushika panga kila siku kama mwanaume kila wakati. Huwezi pata mtu atakaye kuoa zaidi yangu mimi. Mimi ndo mtu pekee ambaye naweza nikata tumaini kwako na nikakuoa wewe. Ni mimi pekee yangu. Hivi unafikiri kuna njia yote ya kujitoa nje ya hii ndoa? Unakosea. Kaka yako hatopenda kushindana na mwanamke kugombania nguvu za nyumbani kwao. Mali za kaka yako atarisi yeye, sio wewe wa kike. Wewe kukaa hapa kwangu kwa mke wangu ni heshima tosha na ni faraja tosha kwako. Hauna kitu kingine cha stahili kwako wewe. Wewe ni mwanamke tu, hauna cha kufanya tena. Kama uko tayari kwenda kuwa mwanamke wa mtu mwingine nenda, lakini kama unataka kukaa hapa na mimi kaa ukinisikiliza kila wakati. Tong, kama na Tong. Taka kumpiga kamshika mkono. Kamba unachagua hapa. Princess. Simaanishi kama nakuonea au kukwambia chochote kile. Huu ndo wakati wako mzuri, nakwambia ukweli. Kuwa mzuri kwangu, kuwa mstaarabu, na mimi sitaki vitu vingi. Ukinipa ushirikiano, kama tu utaigiza kama kuwa wapenzi tunaopendana, tuigize kama tunapendana sana mbele ya watu. Na kuahidi, kama tukiigiza vizuri kama tunapendana, nitahakikisha kwamba unaishi maisha mazuri na utamiliki kila kitu hapa nyumbani. Na mimi sitaingilia uhuru wako, utafanya unachotaka. Lakini tu tuigize kama tunapendana mbele ya watu. Uhuru gani unamaanisha hapa? Uhuru gani unamaanisha hapa kukaa na kuzaa mtoto ovyo ovyo ambaye hana baba anaeleweka? Bila shaka.
Kama mimi unitaki ni sawa, hata mimi sikutaki pia. Nitakutafutia wanaume wazuri nao wataka wewe. Utazaa nao kama unataka. Lakini siku zijazo hakikisha kwamba mimi nitakuchagulia unayemtaka au nitakuhakikishia kipi ambacho kitakuwa kizuri zaidi kwako. Wote wapendani na wameshafunganishwa ndoa ya lazima, haipingiki hiyo. Kwa sababu masuala ya kisiasa lazima waoane. Sasa binti atafanya nini? Inabidi tu wakubali, waelewane, waende sawa. Binti inaonekana ameanza kurizia hii ndoa kama atakubali. Ndio maana kavaa vizuri kwa ajili yake, hata jamaa hajaona. Tong akaona huenda hajafanya poa kumropokea binti maneno haya. Ni vile hana mudi nzuri leo baada ya kuona mwalimu wake. Baada binti akatoka kwa hasira. Madam, kwa mpole basi, tembea pole pole. Kwa nini anafanya mimi hivyo? Hata honi nimevaa vizuri kwa ajili yake. Usikasirike. Huenda mtendana baadaye. Maanisha kusema hivyo. Kama nimekataliwa na mwanaume mimi. Napenda kunitala, nifanya mburugu kwa mimi, sitaki kufanya. Kwa nini ananidharau? Kwa nini ananidharau sana? Usimwambie mtu nimekataliwa. Usimwambie mtu yote nimekataliwa. Binti akachukua farasi wakaondoka kwa hasira sana pale. Siku iliyofuata sokoni leo, yule binti ambaye ni muuaji wa mjumbe ukono wa kulia aliamuru iwekwe signo nyekundu katika hapa juu. Aliamuru iwekwe signo nyekundu. Hii signo nyekundu ni ya kumuita kiongozi ambaye ni mkuu wa uuaji. Sasa aliweka hii signo hapa, alimuonesha ili Rui akiona ajue. Rui akiwa yuko huku, Rui ana habari ya kujadiliana masuala ya kumtorosha mfalme. Akaja mtu Rui. Kuna mtu kapeleka ujumbe kwamba kuna ujumbe wako, kuna signal imewekwa mahali, uiangalie, unahitajika pahali. Rui kusikia vile kuna signal kwa ajili yake, alitoka kuangalia. Alipoona tiara 3 nyekundu, alijua anaitwa pahali. Hiyo nini? Asema ni kikundi cha wauaji kinapomuita mkuu miongoni mwa watu wakubwa. Kwa hii ni dhahiri kwamba kuna mtu ananiita mahali tukutane kusini mwa mji. Kwa hii ni kodi. Asema ni kodi ya siri iliyotumika. Kuna mtu ananiita kwa makusudi nje ya mji. Inaonekana kama huyu itakuwa ni Jiangling. Jiangling ni nani? Ni kiongozi, mjumbe mkono wa kushoto. Mimi ni mkono wa kushoto, yeye mkono wa kulia. Kwa ni mjumbe wa kiti cha juu ambaye alikuwa anakaribiana na mimi. Binti akasema atakwenda kumuona usiku wa leo. Kama kaida, Rui aliitikia wito. Alikwenda pahali ameitwa. Alijua alimuita ni mkuu wa uuaji, miongoni mwa wakubwa wa wauaji. Kamuita ile eneo. Alifika, alikutana hapa. Lijing alikuja. Huyu ni mjumbe wa mkono wa kulia na Rui alikuwa mjumbe wa mkono wa kushoto. Asa huyu ni kiongozi mpya, kwa hiyo hamjuagi Rui, ila amesikia habari zake na anafahamiana naye vizuri. Kumbe ni wewe kweli? Rensin. Unanikumbuka mimi? Niliji. Kipindi kile nilikuwa mdogo bado sijafika cheo cha juu kama cha kwako. Sasa hivi nimekuwa mjumbe mkono wa kulia. Jina langu naitwa Jiangling. Ni kwa sababu sikutaka niite mtu yote, nikamwona nikuita tuongee peke yetu pembeni kidogo. Umeniita hapa leo. Sasa kuniambia wewe upuuzi unasema. Niambie ulichoniitia. Nimekuja peke yangu kutubu dhambi niliyofanya mbele yako. Mtu aliyepokea pesa na kusaliti wauaji wenzie na kusababisha kifo chao, kufa kwa wenzangu wengi, ni mimi hapa. Sikuwa nachagua, kabidi nitii amri ya mkubwa wangu. Kwa hiyo maanisha kwamba wewe ndio ulipokea pesa kwa Deng Hui ukatuuza sisi kule tuweze kuuawa kipindi kile. Wenzangu wote wakauawa. Asema kilikuwa ni kiapo nilikula. Vinginevyo ilibidi nifanye vile, kwa sababu nisingefanya vile maisha yangu yalikuwa hatarini pia. Na nilikuwa tayari kuonesha uaminifu kwa mkuu. Na sikuwa na njia nyingine yote ile. Baba yake aliuawa na wauaji kama sisi. Afu mfalme akampa cheo cha juu kwamba awe mkuu wa wauaji. Maana yake akawa anatuonya na kutunyanyasa sisi wauaji. Kwa nikawa naogopa kwamba Deng Hui hata tuamini sisi. Ikabidi nifanye vile kumuonesha kwamba mimi ni mwaminifu kwake.
截留3000斤上京。 Ikabidi nipokee zile pesa, lakini sikuwa na jinsi, nilikuwa naogopa ila kutii amri. 说是以前 Hapo zamani 我孤零零一个， nisingependa kufanya hivi, nilikuwa peke yangu na ulishaondoka. 可现在 Lakini sasa hivi hata pale nilipo huwezi amini. 你怀孕了， Una mimba? 才4， Ina miezi 4 sasa. 徽中禁止女子有Wawaje turuhusi kuwa na hali kama hii tulionayo? 皮脂 Najaribu kuificha tumbo langu lisionekane. 绑着。 Najaribu kufanya kila kitu. 行了， Tosha. 这些 Unajaribu kujifanya unifanya nikuonea huruma. 你知道。 Unajua nini? 我从前就 Mimi sidai kuua mwanamke ambaye ni mjamzito na mama anajifanya mjamzito. 如此， Sio kwa ajili ya hilo kwamba huwagi ujauzito. 是你害。 Unajua uwagi ujauzito kweli, mtu akiwa mjamzito huwaga humuui, lakini naongea ule ukweli. Ungependa kujua nani ambaye alisababisha kifo cha mama yako? Ni Deng Hui. 飞起营手 Deng Hui 是他买通了线， aliolipa watu watangaze habari kwamba 让他出来指证，是你 watoe shahidi kumbaya zidi ya mama yako mlezi. 让他一死， Kwa mama yako akahukumiwa na mfalme, mfalme akamchukia na akamuru kwamba 所以 aweze 才是 kuua mama yako, ikapelekea kifo chake. Ila Deng Hui alichongea sana mbele ya mfalme, mama yako aonekane kwamba yeye ni mbaya. 不可能， Haiwezekani. 我不信， Mimi siamini ninachokisema. 我以我肚子里 Na hapa kwa mtoto wangu aliyeko tumboni, 一次 nilichokiongea ni cha ukweli mtupu. 阿信， Rensin, huu ni muda mzuri sana. Mfalme amekwenda tempo, hayupo pale. Walinzi watakuwa hawapo wengi sana. 你跟我一起 Twende nikakuoneshe mahali Deng Hui alipo, 洗净你的冤屈啊！ ili usafishe jina lako, uonekane kama huna hatia. 哪里去？ Tempo liko wapi mfalme alipo? Tempo liko katika mji wa Nanda. Kutoka hapa ni mbali kidogo. Basi ampeleke sehemu eti akamuonesha nyaraka zilizopo zinazoonyesha kwamba mama yake aliuawa kwa kuonewa na Deng Hui alichochea hivyo. Kufika hapa, 走这， ongoza njia. 你还是 Nijua tu niamini bado. Unafikiri nitakuvamia? Hapana. 这 Twende. 这这， Binti akasema anampeleka tempo kwenda kumuonesha nyaraka za ushahidi. Kati wanapita wanatoka pale. Kama binti ana lengo zuri, akamtoa Rui akampeleka mbali kidogo, kando kando ya mto. Asa ukivuka huu mto hapa, wanaingia tempo. Baadaye wakavuka, wakafika uwanda wenye wazi wa kutosha. 前面就是南， Tempo liko pale mbele sasa. Tempo lile pale. Rui akajua ukantega huyo. Kaona ngoja alianzisha. Binti akacheki nyasi, akajua kuna watu wako hapa. Akajua huyu mjinga kantega. Utapanga. Mkosa. Shuka mpaka chini mzee. Weka maji. Kata panga. Kata namna hiyo. Kata tumbo mzee, kumbe mna mimba. Alidanganya. Ni mapamba matupu, alikuwa hana tumbo. Aliweka manyoya tumboni. 你是怎么发现？ Ulijuaje kwamba sio mimba? 第一， Cha kwanza, 我刚刚带你走的那个 tulichukua njia ambayo ina matunda ambayo mtu mjamzito haruhusi kusikia harufu ya matunda hayo. Kwa nilivyoona maua tu nikajua wewe sio mjamzito. 让的都 Cha pili, ulimpeleka mbali iwe rahisi kunivamia. 根本没。 Manake wewe sio mjamzito, kwa farasi kwa kiendesha. Cha tatu, 你刚才说的那么， stori yako ilikuwa haieleweki vizuri ya kutunga tunga, umeungaunga stori sana. 如果 Asije ukasahau, wewe ndo mtu pekee uliamrisha ni wawe mara ya mwisho na ukaniambia kama utaniacha nikiwa hai. Si kweli. 只有自己 Mara ya mwisho ukatuma watu na watu wako wakatoa sadaka wengi sana. 当初在邀月楼下， Naona mtu pekee yule mpeleka gerezani kipindi kile ni hukumiwa kufungwa, 说要 na ukaahidi kwamba nisipoua watu utaniacha nikiwa hai, 从不亲， lakini badala yake ulikuwa adui yangu wa sirisiri. Na kukumbuka vizuri sana. Mara ghafla katumwa sana, daka binti pale pale, weka maji, binti akazuia, weka panga, kata binti akazuia, ngome kapita, kapigwa sana takutosha, binti akapangua ngoma namna hiyo. Tuma tunaona hii. Binti akazuia, binti yuko fresh, panga lake liko poa, ana visu. Mara ghafla wakaibuka watu, kula teke zito, waka pembeni, wakashuka watu wako wengi mbaya. Sekunde kwa hesabu mzee, sekunde. Binti ajipata yuko katikati ya watu wengi. 你刚才虽然佯装 Kwa hiyo ulijifanya unampeleka tempo, kumbe ulipanga uvamizi kwenye hii sehemu. 南大寺的必经之地，也罪一设伏。
Ukaona ni sehemu nzuri ya kunivamia? Wewe ni mpuuzi kama zamani kumbe. Kumbe una akili mpaka leo. Huu mtego mimi naujua siku nyingi sana. Lakini tofauti na wewe, mimi na wewe. Najua kabisa mimi ni mtu wa cheo cha juu ndio. Kwa sasa hivi sikuwezi peke yangu. Kwa njia pekee ni kutumia wauaji. Upigane nao wewe na kutosha. Ukisha choka ndipo nikuvamie, ila kwa sasa wacha uchoke kwanza. Sikizeni amri yangu wote. Atakayemuua atapewa gold 20 mpaka 100, atakayemuua kabisa. Renzi alicheka sana. Rui alicheka mno. Wacheka nini? Sababu yuko peke yake. Nani tena huyo? Mwamba kafika pale. Ningzo alikuja pale. Raundi hii kuwa peke yake. Alimuita Ningzo aje naye. Ilikuwaje? Hebu tujue ilikuwaje Ningzo akaja. Umeumia? Alifikiri wamemtoa damu, wangekiona cha moto. Kumbe ilikuwa damu yake. Uko sawa kweli? Wewe ni nani? Naitwa Ningzo. Kitengo cha ujasusi. Ukutuma sana namna hii, akamuwai chap. Kata shingo. Chapa karudi pale. Faster. Alimkata shingo kama onyo kuonesha uwezo alionao. Hiyo ni onyo. Heshima kwako mama. Umesema ni kiongozi wa kijasusi unasaidiana na muuaji. Rensin, kila siku unatumia njia zako za kufanya watu kufanyia kazi kwa kutaka Watu wanabadilika ndio. Sasa hivi sipigani peke yangu. Napigana nikiwa na mwenzangu, nishabadilika pia. Akati naondoka nilimuona ananifuatilia kwa siri sana. Kumbe wakati binti anatoka, alimuona Ningzo akimfuata. Kama nilivyosema napenda kufanya kazi peke yangu, lakini leo naomba nikupe nafasi. Twende wote leo. Kwa maana kwanza kampa nafasi. Waende wote wawili leo. Sawa. Chapo. Kwa alimuita alimruhusu aje. Hapo unasemaje? Mamia! Sasa kwa namna hii. Mamia! Sasa binti hataki kuwaua ni wenzake. Anya wanafunzi wadogo wajui kitu. Binti akanatengua tu. Msiwaue hao. Hao wanafunzi waliovaa nguo nyeupe wasiwawe. Hawategue tu waruhusiwi kuwaona wanafunzi wadogo hawajui kinachoendelea. Pale mzee. Napigwa bonge la kolabo. Bonge la kolabo mzee. Bwana. Weka mechi. Si mchezo. Yes. Bonge la kolabo. Haya hapo vipi? Ameshusha kadhaa pale. Itakuwa kwaje? Ilikuwa sehemu 24. Tukutane sehemu 25. Songe mbele.